Wewe nikizama jua hapa kama juzi hapa. Mtandao tujapata kuanzia asubuhi, yani kuanzia asubuhi mpaka inazama mtandao tujapata. Tumepata jana. Wananchi wa kata za Mwambao wa Ziwa Nyasa za Lifuma, Makonde na Lumbila wilayani Ludewa mkoani Njombe wamesema wanalazimika kuingia ziwani kwa kutumia mitumbwi ili kupata mawasiliano ya simu kutokana na ukosefu wa huduma ya uhakika ya mitandao, hali inayowaletea usumbufu na kuhatarisha usalama wao, ambapo wameiomba serikali kuboresha huduma za mawasiliano katika maeneo hayo. Wakazi hao wamesema kuwa kwa sasa mtandao mmoja pekee ndio unaopatikana katika baadhi ya maeneo na hufanya kazi zaidi wakati wa mchana, huku usiku wakisalia bila mtandao kwa kuwa unategemea nishati ya jua, jambo linalosababisha mawasiliano kukatika mara kwa mara. Mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamonga amefika katika kata hizo na amesema kuwa serikali tayari imetenga bajeti kwa ajili ya kuongeza minara ya mawasiliano katika maeneo ya Mwambao wa Ziwa Nyasa ili kuwawezesha wananchi kupata huduma bora za mawasiliano na hivyo kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Wananchi wa kata za Lupingu, Kilondo, Makonde na Lifuma wanategemea shughuli za uvuvi katika Ziwa Nyasa, ufugaji na kilimo kama vyanzo vikuu vya uchumi, huku wakiamini kuwa kuboreshwa kwa mawasiliano ya simu kutarahisisha biashara na kuongeza fursa za maendeleo. Mtandao ninavyojua naona wa sola, mtandao wa sola. Na kama jua kama limewaka sana basi unapata mtandao vizuri tu, lakini kama kuna mawimbi huko juu kweli unakuwa wasiwasi sana. Unaweza kaongea na mtu baadaye huo umeshuka. Mawasiliano hayendi vizuri kule unakopiga simu. Ni mazingira gani sasa ambayo ndo mtandao unapatikana zaidi kwenye mazingira yenu, au kwenye kila nyumba, kwenye kila kaya, au ni maeneo gani ambayo mnapata mtandao zaidi? Kwanza maeneo haya ukanda wa Biti kidogo tunapata sana mtandao, hadi tunawasiliana vizuri, lakini ukipandisha juu maeneo mengine hamna kabisa. Mtandao unasumbua, mtandao mpaka litoke jua. Toka jua ndo tunapata mtandao. Kizima jua, nikizama mtandao haupo. Kwa hiyo changamoto huko mtandao ndio shida mtandao. Usiku hamna mawasiliano. Usiku hakuna mawasiliano. Huko mfano jamaa kuna nini, nilikuwa narusha hela kwa jamaa hapa, nilipata kuomba kasimu hapa mimi. Huko sasa hivi kutoka jua hivi sehemu yote nakamata tu, sehemu zote nakamata tu. Kile tu changamoto kizama ni ndio changamoto na mtandao na kama jua halijatoka ndo mtandao haupo. Kama kuna mawingu mtandao haupo. Inawapa ugumu kiasi gani kwenye shughuli zenu? Si mambo mengi tunapitia mtandao, kwa mambo mengi hatupati. Wewe mwenye ashumu sawa. Haya, kama jua limezama mtandao haupo, kwa mambo mengi hayaendi. Watu wanatoka makazini huko bili baadaye wajivinjari usiku, fanya na mambo yao wanashinda. Kwa mtandao haupo, sio mtandao. Ni nini ambacho mngetamani zaidi kifanyike? Mnataka nani minara watu enjoy. Na si mtandao mmoja tu ndio unakamata huko alokeni tu basi. Wewe nikizama jua hapa kama juzi hapa. Mtandao tujapata kuanzia asubuhi, yani kuanzia asubuhi mpaka inazama mtandao tujapata. Tumepata jana tena sisi saa ngapi tumepata mtandao saa moja sisi ndio tumepata mtandao. Kwa hiyo mtandao changamoto kwetu. Inakuwaje ukiingia kuvua na ukipata changamoto bila mtandao? Kule ndani kuna kamata mtandao, aina yote inakamata, ile ukiingia ndani kule kuna kamata. Mtandao yote inakamata. Hata usiku muda wote kule ndani kule kuna kamata. Kila shida huku pembeni huko ndio shida. Kwa nini kule mtandao unapatikana alafu huko haupatikani? Kwa sababu kule mitandao inasoma kule, sio wapale ule kwa sababu kule ndani kuna mtandao, kuna minara sehemu nyingi na kamata. Nadhani fulani kule juu kule. Kuna sehemu fulani kule kuna wanaita magani kama kwenda Mawengi kule. Ndio kule ndio unatumia mtandao ule kule. Na vipi upatikanaji sasa wa internet? Na wawia ugumu kiasi gani kupata taarifa mbalimbali kama mtandao hapa hamna? Kama mtandao hamna na internet hamna, ila kidogo afadhali kama saa hizi watu internet wanafungua, lakini kama usiku sasa ndio changamoto. Ile kidogo afadhali umeongeza sisi nini 4GB ile kidogo afadhali saa hizi. Watu wana enjoy hata hoteli kidogo internet wanafungua. Kama kungekuwa na mtandao nadhani kwa kiasi gani ungeboost uchumi wa maeneo haya? Kwa mtandao uchumi kwa sababu fursa nyingi zingepatikanika. Kwa sababu kuna mtandao, kwa sababu mambo mengi yanakuwepo kwenye simu. Sana sasa kuna biashara watu wanafanyana kwenye simu sasa. Na kupitia mtandao watu wanashindwa kufanya mambo yao kwa ajili ya mtandao, tunashindwa kupata mtandao. Mtandao mpaka saa subiri mpaka jua litoke ndio upate mtandao. Wakati sehemu nyingine zote watu na enjoy muda wote mtandao upo. Si
si kwetu ndio tunasumbua, si tatizo gani? Unasema nini kwa wahusika mamlaka? Wahusika tuletea minara sisi tuenjoy kama sehemu nyingine. Mtandao kwa utumia sola kweli pale. Wakati serikali ina uwezo kabisa wa kupeleka pale umeme pale. Hapo mtandao kwa utumia sola kweli. Ndio mtandao gani? Wakati serikali ina uwezo kabisa kuvuta umeme kupeleka pale na mtandao mna supply muda wote, nani mtandao unakuwepo. Sasa mtu unatumia sola. Sasa sola ikizama jua sola inafanya kazi. Jina naitwa Edward Jonathan Ngoe. Asante. Naona kimya mpaka leo. Hata jibu halipatikaniki. Sasa tunajua kwamba huu sasa unakuwa udanganyifu wa sisi wananchi. Tunashindwa kutambua ni nini kinachoendelea. Kwamba mtandao kila ukiangalia kila kata mingine iko 3, mingine 5, mingine 10, lakini sisi Makonde sijui tuna rana gani. Tunaomba mheshimiwa mbunge tusaidie kwa hilo. Asante. Waziri wa idara. Sasa ule ulikuwa hujawekwa kwenye budget. Kwa hiyo budget hii tulioipitisha bungeni ndiyo ambayo imetenga fedha kwa ajili ya huo mnara wa kurudisha mawasiliano huko. Kwa hiyo na imani muda sio mrefu minara hii itakuja kujengwa. Nawashukuru sana kwa uvumilivu. Najua mawasiliano ni kipaumbele cha hali ya juu sana huku mwambao, Rifuma, Makonde. Kwa hiyo kwa heshima mlionipa nitasimamia jambo hili kuhakikisha tunapata mawasiliano. Tuna shule hapa. Iko siku itakuwa 5 na 6. Walimu wataongezeka. Lazima mawasiliano yawepo. Tuna kituo cha afya. Tuna boti ile awamu iliyopita niliomba serikalini, leo limeletwa. Na kituo cha afya kinachotegemewa kiko hapa Makonde. Kwa hiyo lazima kuwe na mawasiliano ili mgonjwa akitokea sehemu unapiga simu, ambulance inamchukua, inamleta. Namba hoye. Namba safi.